Muammar Gaddafi ameondoka na Libya yake. Sasa hakuna amani tena. Tangu wa Libya wenyewe kwa mikono yao miwili walipoweza kumwangamiza Muammar Gaddafi mwaka wa 2011 Oktoba 20 mpaka hii leo 2025 hawana tena amani. Kumbuka, Gaddafi alikuwa kiongozi wa taifa hilo ambaye alikuwa na malengo ya kupeleka taifa la Libya katika nchi ya ahadi, na tayari ahadi mbalimbali alikuwa amekwisha zianzisha. Lakini sasa kwa yale ambayo yaliweza kufanywa na mataifa ya magharibi, wa Libya wakashawishiwa, wakamua kiongozi wao. Leo amani waliokuwa nayo iko wapi? Na nikwambie sasa, maandamano makubwa dhidi ya serikali ya umoja wa kitaifa yamezuka Ijumaa mjini Tripoli, Libya, huku mawaziri kadhaa wakitangaza kujiuzulu. Televisheni ya ndani ya Al Wasat imeripoti kwamba waandamanaji wameitaka serikali ya GNU inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid kuondoka madarakani kufuatia mapigano makali ya hivi karibuni ya mjini Tripoli. Na kwa mujibu wa ripoti hiyo, maafisa wakuu wa GNU akiwemo naibu waziri mkuu na mawaziri wa serikali za mitaa, biashara na viwanda, elimu ya juu, nyumba na rasilimali za maji wametangaza rasmi kujiuzulu. Lakini GNU imekanusha kujiuzulu, ikisema maafisa wakuu wote wa serikali wanafanya kazi zao kama kawaida. GNU imetoa mwito wa maandamano ya amani na kwa uhuru kamili ndani ya mifumo ya kisheria na kwa kulinda taasisi za serikali. Mapigano yalizuka mapema wiki hii baada ya Abdel Ghan al-Kikli, anayejulikana pia kwa jina la Ganiwa, kamanda mkuu wa kundi la SSA ambalo ni kundi lenye nguvu lenye silaha linaloshirikiana na baraza la uongozi, kuuawa katika kituo kinachodhibitiwa na brigade 444 ya watifu wa Beiba. Vyanzo vya usalama vinasema mauaji hayo yalisababisha mapigano makali ya kulipiza kisasi kati ya SSA na brigade 444 na kuenea katika wilaya za kati na kwenye makazi ya raia na kupelekea watu wasiopungua 6 kuuawa. Mapigano hayo yalisitishwa siku ya Jumatano. Libya haijawahi kuwa na utulivu wa kudumu tangu ilipotokea uasi wa wananchi mwaka 2011 uliomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kwa msaada wa jeshi la nchi za magharibi NATO, ambalo lilifanya mashambulizi mabaya ya kuangamiza miundombinu ya Libya na baadaye kuitekeleza nchi hiyo, huku silaha zikiwa zimezagaa mikononi mwa makundi hasimu. Na nikwambie pale pale Libya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kuwa kuongezeka ghasia ndani na karibu na mji mkuu wa Libya Tripoli kunatishia usalama wa karibu watoto nusu milioni mjini humo. Sehemu moja ya taarifa ya shirika hilo la Umoja Mataifa imesema UNICEF imepokea ripoti kwamba watoto, familia na wafanyakazi wa matibabu walikwama hospitalini kwa saa kadhaa, ikiwa ni pamoja na ndani ya hospitali ya watoto ya Al Jalaa wakati wa mapigano. Kwa saa kadhaa huduma za dharura hazikuweza kufikishwa kituoni hapo. Taarifa zinasema kuwa familia za raia zina huzuni kubwa, hasa hofu wanayoonekana nayo watoto kutokana na ghasia. Shirika hilo limezitaka pande ya simu kuzingatia wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu na mkataba wa Umoja Mataifa wa haki za mtoto, ambazo zinawajibisha kulinda usalama wa watoto na miundombinu wanayoitegemea. Mapigano makali yalizuka mwishoni mwa Jumatatu huko Tripoli kati ya vikosi vinavyomtii Waziri Mkuu Abdul Hamid, ikiwa ni pamoja na brigade 444 na kundi lenye nguvu la wanamgambo wenye uhusiano na baraza la SSA, baada ya kuenea taarifa za kuuawa mkuu huyo wa SSA Abdul Ghan al-Kikli, anayejulikana kwa jina maarufu la Ganiwa. Huku hayo yakiripotiwa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bagel ameelezea wasiwasi wake kuhusu mapigano makali yanayoendelea kati ya makundi yenye silaha kwenye mji mkuu wa Tripoli, Libya, huku akitaka kusitishwa mara moja ghasia na umwagaji damu. Amesema hayo huku kukiwa na ripoti za kuendelea mapigano kati ya makundi hayo mawili hasimu mjini Tripoli. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.